Naweza angalia aliye karibu na wewe kwa tabasamu na umwambie you are greatly blessed. Amen. You are greatly blessed. Wewe ni mtu wa maana. Umewaziwa mazuri na Mungu. Umepangiwa mazuri na Mungu. Hata sisi wazazi tunajua. Tunapangia watoto wetu mambo mazuri. Hata wakati hakuna sukari. Hata wakati hakuna smoky na sausage zozote kwa fridge. Wewe katika moyo wako unapangia watoto wako mazuri. Hata Mungu ndivyo vile vile. Sometimes tunaangalia maisha tunaona ni kama inaenda from worst to worst, but the plans of God our Father and our Maker, the plan is ever good. Hallelujah. You have a daddy, we have a daddy who is ever concerned about our lives. Whenever we might be going through, our Father is always concerned. Kwa wale ambao hatukuwa nao wao jana, Amerishiba Wakahio, nimeokoka, Kristo ni mwema, Mwokozi na Bwana maisha yangu. From Kirieni Deliverance Church. Even na mheshimu mtumishi wa Bwana wa dadi ya wa bishop, hata ingawa hayuko, najua yeye ndiye alipanga ni alikwe hapa. Hata wa bishop Kirenge ambaye alinifikishia ujumbe, ninawaheshimu sana. Bwana asifiwe. Tulianza jana kuhusu overcoming or standing or prevailing or surviving in the time of trouble, standing in the times of trouble, because tuliona jana kwamba time or a day of trouble will come. Itakuja na ama imekuja na itakuja siku ingine. And because time of trouble is a season like all other seasons ambazo zinakuja katika maisha yetu, lazima tujihami, lazima tuwe tayari kupambana na hiyo siku ambayo haitakuwa mzuri, hiyo siku ambayo haitakuwa ya kusherehekea, hiyo siku ambayo nitagongwa na jambo niwe so discouraged, niwe so frustrated. Wakati ambao maombi yale nimeomba nitaona ni kama imebounce, nitastanda aje wakati ule? Wakati ule katika ndoa yangu nimeshikilia, halafu nipata kuna jambo imenigonga, ninasikia ni kama give up katika hiyo ndoa ama biashara ama katika huduma ya kutumikia Bwana. Kunazo changamoto ambazo tunakutana nazo katika huduma. Mimi nimekaa kwa wokovu more than 30 years. Niliokoka nikiwa msichana mdogo, na sasa niko natumia kwa wewe. More than 30 years I've been born again. Bwana asifiwe. Na nimepitia changamoto, nimepitia uzito wa maisha, kimaisha kama a youth, kama mama, the life of marriage, niko karibu kufikisha 20 years. Lakini katika hayo maisha yote nimepitia changamoto. Wakati mwingine ninasikia, wewe Mungu, nimekutafuta hii miaka yote, where are you? Hivi ndivyo unafanyia wale ambao wanakugojea, wale ambao wanakupenda kama vile Mungu ninakupenda. We face such times and it will always come in our lives. But tutaweza kusimama aje? Tutaweza aje kuendelea kupenda Mungu in such times of trouble? Na uzuri ni kwamba we have got examples in the Bible. Tunaangalia mtu kama Hannah, mtu kama kina Elizabeth na mume wake, walikuwa watu blameless na walikaa for years without a child. So yale mambo ambayo tunapitia maishani si mambo ambayo haijapatana na wengine. Whatever you passing through now, kuna wengine wamepitia. So tusiruhusu shetani atuonyeshe ni kwamba I'm the odd one out, why me? Kwa nini? Hebu nikwambie, if you can get someone else who can open his or her heart to you, you can find that people go through times of trouble. And this is the will of God concerning us, that we will not give up in our walk with God. We will not compromise our stand, our purity, the life of integrity and pursuit for righteousness. We will not compromise because of the time of trouble, because the day of trouble, it is a day that will pass and will be enveloped by another good day. Joel Austin used to say that there are better days ahead. Hallelujah. So angalie mwenzako umwambie there are better days ahead.
There are better days ahead. There are bigger testimonies ahead. There are new songs ahead. Usikubali kuonyesha shetani ya kwamba kama ni hivyo shetani unataka pia mimi ninaona ni kama Mungu anisaidii. Let us discourage the discouragement, because we know after it all, Biblia inasema ya kwamba that God knows how to make everything to turn around for our good. Amen. Nataka tusome na leo nataka tujiulize, where is God in such times of trouble? How does God react? Mungu anaangalia tu aone tukizama. Mungu anaangalia tu aone tu tunalia, hatuna mtu wa kututuliza. Where is God in such time? So we are going to read several verses. Na nataka kwanza tusome Psalms 9:9, and we will read much from the book of Psalms. Na Biblia inatuonyesha ya kwamba hawa wote ambao wameandikwa katika Biblia walikuwa tu wanadamu kama sisi, ambao walipitia katika changamoto, kilio, huzuni. Are you there? Psalms 9:9. Then we will go to Psalms 20 verse 1. And I know the Lord will continue speaking to us. Psalms 9:9 inasema hivi, the Lord also will be a refuge. Ebu shika hiyo, meaning that is, hiyo ni yenye inaendelea. The Lord will be a refuge and a high tower for the oppressed, a refuge, a stronghold in times of trouble, high cost, destitution and desperation. In that time, in that day of desperation, in that day of confusion, in that day of frustration, embarrassment, wherever you will be, whatever day, whatever year it will be, the Bible is talking of the position of God in such a day. The Bible is promising us, yani vile Mungu atareact. And this is the reaction of God in such a time of trouble, that He will be a refuge. The Lord will be a refuge. And a refuge ni mahali pa kukimbilia. Unapopata hatari, unapokuwa fixed, unapokuwa so frustrated, unapata mahali pa kukimbilia. A refuge is a place of safety. When you have got no one to comfort you, your husband, your spouse, whoever who is very close to you, even your pastor, when all the people around you seems not to understand your case and your issues and what I am passing through, the Lord will be my refuge in that day of trouble. Hallelujah. So I will not need to turn away from God. I will need even to run deeper and deeper in my walk with Him. Sitahitaji niondoke kwa Mungu, sitahitaji niende kwa mganga, sitahitaji nijitafutie msaada kwa vichochoro nitoke kwa njia za Mungu, because in that time, that is great. Nilipokuwa ninatafakari hili neno, nilikuwa ninaona God is always aware that a time of trouble will come on my way. God is always aware. Nothing ina surprise Mungu. Ati wakati hiyo time of trouble ina strike, Mungu anakuuliza, haya, kai, kumbe imefika. What can we do? Ati Mungu anakuita hapa, anakuuliza sasa wewe unaonaje? Unaona tufanye nini? Hata mimi sina answer. Hata mimi nikiwa Mungu, sikuwa aware. I was not aware that it would come to be like this. No, it will never be like that. Biblia inasema He is the one who was, who is, and who is to come. And even before you and me, we were formed in our mother's womb, God knew us. He was aware. We existed in His plan and in His mind before we started living. Meaning, whatever I am facing now, God knew. Whatever you are facing now, God knew. And if He knew, then He can handle it. Hallelujah. If He was aware, He can handle it. And that is why huyu mwandishi, I think ni Daudi, anasema ya kwamba in that day of trouble, the Lord also will be a refuge
and a high tower. You know, a high tower ni a tower ilikuwa like nyumba kubwa sana, tuseme hapa Murang'a town, kanyumba kakubwa ambayo iko juu Murang'a town yote, na yule ambaye ni murinda ama ni mlinzi ama murinda town ama murida mji, anakaa katika kale kanyumba juu sana, akitazama akizungusha macho yake angalie hatari inaweza tokea pande gani. And Biblia inasema in that time of trouble the Lord will be my high tower, meaning he will be watching. Hata ingawa hatari imenikumba, hata ingawa niko na matatizo, labda nimefiwa, I've lost a loved one, biashara yangu imeanguka, nimejipata niko fixed katika madeni, in such a situation the Lord will be watching over me. Siku hizi tuko na mambo ya CCTV, na katika mabiashara makubwa kunazo CCTV. Ikiwa yeye Mungu ako na hekima kubwa zaidi ya CCTV, atazidi kututazama. He will keep on watching over us. So in that day of trouble, he will control the heat. Kama wale ambao tunatumia oven ama hata unapotumia gas, una minimize the heat ili chakula yako isiungue. Hata ikiwa unatumia jiko kupikia, unafunga mlango ili chakula yako isije kuungua, because the Lord is our high tower. In that day of trouble, he will keep monitoring our lives, that we will not sink, that we will not give up, if only we will hold fast on him. Hallelujah. We have a God who is our refuge. In that time of trouble, labda unapitia sasa hiyo time of trouble as we are talking today, but the Lord our God amejihami ya kutosha kuturinda na kututazama. Haya, Psalms 20 verse 1 inasema, may the Lord answer you in the day of trouble. Hiyo yote inatuonyesha a day of trouble comes. May the name of the God of Jacob set you up on high and defend you. May the name of the Lord God of Jacob set you on high and defend you in that day of trouble. Tunaulizana, where is God in that day of trouble? How does God react in that day of trouble? Biblia inasema his name will defend us and he will set us on high, meaning katika huo wakati wa dhoruba, huo wakati wa mashida, Mungu atanisimamisha, ataniweka mahali pa juu. There is a word in the book of Isaiah, nilikuwa ninakumbuka, inasema, when the enemy shall come in like a flood, the spirit of the Lord shall lift up a standard against him. That shows the Lord our Father will not stop the flood. He will not stop the enemy, but when the enemy attacks, he will lift up a standard against him. Meaning, whatever we are going through, Mungu ameweka hedge ya kutuzingira. We might feel the heat, we might see and fear, but the Lord our God is ever in control, even in that day of trouble. And I know you are a witness with me ya kwamba ni mambo mengi yametukia katika maisha yetu, na mengine ikatutia woga, but when we purpose to wait on God, to hold fast on God, baadaye unakuja kuona sijui Mungu alipitia wapi. I don't know what God did, but I know he has done it for me. Bwana sifiwe. So when we purpose to look on God in that day of trouble, when we purpose to hold fast on God in that day of trouble, the Lord will set us up on high. Tusome verse ingine. This is a sort of Bible study, and it is good you underline these verses or you mark them even katika simu yako. Uendelee kujinenea ya kwamba in that day of trouble I will not be swept away. In that day of trouble I will not be destroyed, but I will be preserved. Nataka tusome Psalms also 31. Psalms 31 verse 7. Inaendelea na kusema, I'll be glad
and rejoice in your mercy and steadfast love. Because you have seen my affliction, you have taken note. You have taken note of my life's distress. God is taking note. Hey, God is taking note. Anaangalia kule unapitia, vile biashara inakupeleka, vile ndoa inakupeleka, kikazi vile unaendelea. And the Lord will always uphold us by his mercies. There is mercy to preserve us in that time of trouble. Biblia inasema ya kwamba I'll be glad and rejoice in your mercy and steadfast love. So in that time of trouble, the mercies of the Lord will preserve us. The mercies of the Lord will keep us safe. Hata ingawa mimi, I'm not perfect. I've got my faults, I've got my weaknesses, but the mercies of the Lord will keep me, will keep you. In that day of trouble, kataria kwa Mungu, because the mercies of the Lord and his steadfast love will still be upon us, because the Lord takes note on our distress. Hallelujah. It is not a wonder. It is not an accident. It is never a surprise to God. The Lord is taking note. And if he is taking note, he will give the mercies required, the grace required, the confidence, the courage that is required for you and me to stand in that time of trouble. Hallelujah. Next verse, Psalms 32 verse 7. Psalms 32 verse 7 inasema hivi, you are a hiding place for me. Na ukisikia mahali watu wanajificha, kuna hatari. You are a hiding place for me. You, Lord, preserve me from trouble. You preserve me from trouble. You surround me with the songs and shouts of deliverance. Hallelujah. My version imeongezea kitu hapo, inasema Sarah, pause and calmly think of that. Tafakari kuhusu hivyo. Meditate or try to digest hiyo ya kwamba the Lord my God is my hiding place, and the Lord will preserve me in that day of trouble. Hallelujah. My dear ones, let us take courage, because the Lord, this is his reaction towards those who love him, towards his children, towards wale ambao wanamfuata wholeheartedly. Naye Mungu amesema ya kwamba he will preserve you. He will preserve my marriage. He will preserve my sons and daughters. He will preserve your family. Our part is to walk right with him. The issue is not the time of trouble. The issue is not the calamities at a strike. The issue is God involved? Is God in my life? Mungu ako upande wangu. Mungu tunaongea na yeye, tunapelekana na yeye, because when we are with him, he will preserve me. Na tunajua kuhusu preservation. Kuna agents of preservation katika chakula. Harvest mahindi ama maharagwe, ukitaka kuipreserve ili wadudu kama weevils wasiweze kuharibu mavuno yako, kuna ndawa yenye unachanganya vizuri, halafu unaweka mahali, ukijua nimepreserve mavuno yangu. Hata wakati wadudu wangeweza kuivamia, haitaweza kufikiwa. Naye Mungu amejihami ya kutosha, and he promises to preserve you and me if we keep on holding on to his word. He has a preserving power. He has his own preserving agents, hata to preserve katika huu wakati. Hallelujah.
hata ingawa huna pesa ya kwenda supermarket ununue chakula ya wiki mzima, Mungu atahakikisha in this season ambayo iko na ungumu, atahakikisha ukikula sapa ishe, breakfast ataipeana. Breakfast ikiisha, the Lord will provide lunch. Ikiwa lunch imeisha na huna kitu, by his own ways he will provide supper. Hallelujah. He knows how to preserve us. Na hiyo jambo ninawaambia imenitia nguvu sana, kwa sababu imenifanya niweze kutulia. Hata nikija hapa Murang'a, ikiwa wakati kama huu, tuseme nishakuja hapa nikiwa sina fare ya kutosha, ninakuja nikimwambia Mungu, si wewe umenifungulia mlango, umeniita, umenifungulia hii nafasi, nitaenda. Nikifika hapa nikiwa sijui nitarudi vipi, Mungu ananitengenezea njia. Kesho Mungu ananitengenezea njia ya kuja, because God knows how to preserve his own people. Usiogope my dear brother, the Lord our God will even preserve our children. Mtoto akifukuzwa shule, usikufe hapo kwa discouragement. Mwambie Bwana ni asanti, kwa sababu ninajua you will preserve my child na atarudi shule. Mimi sijui vile utafanya, but I know you will do it, na atarudi shule. Bwana asifiwe. Na Mungu kwa njia zake mwenyewe, he will make a way, na tutamuona Mungu akitushughulikia day by day, because he is concerned about us. Hallelujah. My time is over. Hebu tusimame wapendwa. We have a daddy. He's not out of our lives when the day and the time of trouble comes. Haondoki. Wakati gharika imekuja, haondoki. He's there to preserve us. He's there to be our refuge. He's there to be our high tower. He's there to monitor us, that the enemy will not overcome us, that the enemy will not destroy our lives. Mwambie Bwana ni asanti, kwa sababu unanishughulikia. Uko na mbinu zako za kunilinda, uko na mbinu zako za kunihifadhi. Katikati ya yote dadi utanihifadhi. Mwambie tu Bwana asanti. Ako na njia zake za kusupply mahitaji yetu. We love you, our Father and our Daddy. You are so good to us, so God. Oh, thank you, Father. Thank you, Lord. Oh, thank you, Father. Thank you, Father. Thank you. You are our high tower, our refuge, Lord, our hiding place. The enemy will never celebrate our downfall. The enemy will never celebrate our defeat, because you will not give us to the desires of our enemies. Lord, we thank you. You are a caring Father. You are a mighty man of war. We love you, God. Thank you, Jehovah. Baba yangu ninajua mawazo yako kwangu, unaniwazia mema. Baba yangu ninajua heshima na utukufu ni zako milele. Baba yangu ninajua mawazo yako kwangu, unaniwazia mema. Baba, ndio maana ninasema Baba, pokea sifa, heshima na utukufu ni zako milele. Ndio maana ninasema Baba, pokea sifa, heshima na utukufu ni zako milele. Baba, tunajua, tuko na uhakika unatuwazia mema. Baba, umetupangia ushindi katikati ya kushindwa.
umetupangia heshima katikati ya majaribu. Na sasa Bwana tunasema ni asanti, because you are always aware and you are ever capable of hiding us, preserving us, and keeping us safe. And now I declare your victory. I declare your peace and your joy, courage and confidence upon every brother and every sister. And I declare it is just for a season, and you will surround us with the songs of deliverance, and we will praise your name, and people will hear it and celebrate in your name. Father, I thank you. I pray for every brother, every sister who is discouraged, who is so downtrodden, mwenye amevunjika moyo. Ninamuombea nguvu mpya na furaha ya wokovu, na amani yako ikatutawale. Na hata wale ambao wako na mahitaji tofauti, msaada wako ukafikia kila mmoja wetu. In Jesus name we pray. Amen. Tuseme amen. Tupigie Yesu makofi. Haleluya. Sijui kama kuna mtu anaweza kuwa amekuja na hajaokoka, angependa kupeana maisha yake kwa Yesu. Kunaye. May the Lord bless us. Amen.